Na vipindi mbalimbali ambavyo vimepita, tumeuona mkono wako Bwana ukiwa pamoja nasi. Asante kwa Roho Mtakatifu ambaye ametutia nguvu na kutusaidia. Tumeweza kusifu Baba na kupaza sauti zetu mbele zako. Tulimeinua na kulitukuza jina lako Mfalme. Sasa ni kipindi Baba cha kwenda kusikia maneno yako ya uzima. Ninaomba Roho Mtakatifu akapate kwenda kututia nguvu na kutusaidia. Tuwezeshe Bwana kuelewa na kuyasikia yale ambayo unakwenda kusema nasi mchana wa leo. Nami Bwana kama chombo chako nitumie tu kama mjoli kunena maneno yako Bwana. Kamata kinywa changu Baba nikaweze kunena vile ambavyo Mungu umekusudia juu ya watoto hao. Asante kwa maana najua kwamba uwepo wako upo mahali hapa. Ninakataa roho za mazoea, ninakataa roho ya usingizi, ninakataa hali yoyote inayosababisha mwanadamu achoke. Ninaiondoa katika jina la Yesu. Bali uwepo wako Baba na nguvu zako ziendelee kusimama mahali hapa. Ninakushukuru kwa kuwa Mungu utaendelea kutuhudumia. Ni katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Amina. Basi ninaitwa mchungaji msaidizi Kasiano Manueli. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 5. Ujumbe wa leo utaandika kumiliki ni haki yako. Kumiliki ni haki yako. Ujumbe mfupi tu hivyo. Tuangalie kwa habari ya kumiliki. Kumiliki ni haki yako. Mtu yoyote ana haki ya kumiliki. Unataka kumiliki vile vitu kwa sababu Mungu wakati amemuumba mwanadamu alisema aende akatawale vitu mbalimbali. Mwanadamu ndio amepewa authority ama mamlaka kwenda kutawala vitu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na kitabu kile cha Mwanzo. Kwa hiyo kama Mungu alimpa mwanadamu akatawale vitu ambavyo aliviumba, maana kila kitu ambacho kipo duniani kimetokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo swala maana kumiliki ni ile hali ya kuwa na vitu au kuwa na kitu ambavyo vinakuwa ni vya kwako. Kiuhalali kabisa vinakuwa ni vya kwako, ndio kumiliki. Maana nikisema labda saa hii ni ya kwangu, nimemiliki kihalali, nimenunua kwa fedha zangu na nimepewa nimekabidhiwa kihalali. Kwa hiyo umiliki unaoelezea hapa sio umiliki huo wa kutumia labda mabavu katika vitu vya watu wengine kutumia nguvu, no. Ninachoongelea hapa kumiliki vitu kihalali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo somo hili likatugusa vitu vya rohoni na pia vikatugusa na vitu vya mwilini. Maana katika ili uweze kumiliki vitu vya rohoni lazima uwe na nguvu ya kumiliki katika vitu vya uweze kumiliki vitu vya mwilini lazima uwe na nguvu ya kumiliki vitu vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya rohoni ndio yanaonekana huku mwilini. Maana kama rohoni utakuwa na nguvu ya kumiliki kitu, maana matokeo yake yataonekana huku kwenye mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Roho Mtakatifu atakusaidia, utanielewa ninachomaanisha. Kwa hivyo kumiliki maana yake ni ile hali ya kuwa na kitu kinakuwa kiko cha kwako, kinakuwa ni halali yako, kimethibitishwa kwamba hiki ni cha kwako. Ndio maana kumiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukisema kwamba Brighton Danford anamiliki watoto, maana yake hao ni wa kwake. Hakuna mtu mwingine akasema watoto wale ni wa kwake, ni wa kwake yeye na mke wake ambao wamepata hao watoto. Kwa hivyo ni wa kwao. Hiyo ndio hali ya kusema maana kumiliki kitu kinakuwa ni cha kwako na ni mali yako. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo wewe ni mwana wa Mungu viko chini yako, uvitawale na uvimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Wewe kama ni mtoto wa mfalme una haki ya kumiliki vile vitu ambavyo baba yako anavyo. Haleluya. Amen. Mzazi anapokuwa na vitu, mtoto wake ana haki kuvimiliki na kuvitawala vitu ambavyo mzazi anavyo. Kama mzazi ataondoka, whatever the case, chochote kile, lakini mtoto ana haki kumiliki na kuvitawala vile vitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunaposema wewe ni mtoto wa mfalme, inamaanisha mambo ya rohoni kwamba wewe ni mtoto wa mfalme, yani Mungu anakuhesabu wewe ni mtoto mwenye haki ya kumiliki na kutawala vitu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio furaha ya Mungu kumwona mtu aliyokoka akiishi maisha ambayo sio mazuri, maisha magumu, maisha ya stresi, maisha kunungunika, maisha kulalamika. No, Mungu anataka umiliki furaha. Mungu anataka umiliki kazi. Mungu anataka umiliki nyumba yako. Mungu anataka umiliki biashara yako. Mungu anataka umiliki mji wako, umiliki ndoa yako, umiliki watoto wako. Huo ndio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo swala la kumiliki si kwamba kuna watu special. No. You are the special. Yaani wewe ndio una special kuliko hao wengine. Hallelujah. Amen. Yoyote aliyeokoka ana upendeleo. Sijui kama unajua kama una upendeleo. Wewe una upendeleo wa kumiliki. Lakini kwa nini tumiliki labda? Shida iko wapi? Huna biashara, watu wengine wana biashara. Huna kazi nzuri, watu wengine wana kazi nzuri. Kuna mtu mmoja akanichallenge akasema,
Sasa rafiki yangu, tunasomeshaje watoto kwenye kwa pesa nyingi dunia sasa? Kila unayemuona ana degree, ana masters, na degree ana masters, hapa PhD ndo wachache kidogo. Watu wako mtaani hawana kazi. Lakini kwa mtu ambaye hajaokoka, akikwambia hivyo ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa mtu uliokoka, mimi siwezi kubaliana na hiyo na huo usemi. Amen. Mimi ninachoamini, kama watoto wangu wamesoma, wana haki ya kupata kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni haki yao waipate. Hata kama uko na wasomi milioni, katika hao milioni kama kuna nafasi 5 wa kwako awe mmoja wapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiko ndiko ambacho kimaanisha kwa mtu uliokoka na unaye Bwana. Usikae kwanza ukaunga mkono hoja kama hizo. Lakini ni kweli, wasomi siku hizi ni wengi, ndio wasomi ni wengi. Nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Waacha watu wasome, mwisho unakaribia. Lakini hata kama watakuwa wamesoma wangapi, kumiliki ni halali yao watoto wako. Amen. Kama utasimama na Bwana inapotakiwa, hata watoto wako pia ni haki yao kumiliki. Kumiliki na kupata kazi nzuri ni haki yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika Yoshua 1:3, mtakapokanyaga nyayo zenu, hiyo sehemu umepewa. Unapokanyaga hiyo sehemu umepewa. Maanake kwa kipindi kile walipewa physical ile eneo, wamiliki wao, ndio la kwao. Wewe unafikiri ile eneo ambalo kwenda kukanyaga wana wa Israeli ilikuwa halina watu? Ilikuwa ni rahisi tu kwenda kukamata lile eneo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simesoma Biblia. Haikuwa tu rahisi. Pale pia walikuwa na watu ambao wanaishi, ni nchi ambayo watu wengine walikuwa wanaishi. Lakini Mungu anawaambia hapo utakapokanyaga, hapo nimefanyaje? Nimewapa. Sasa mpendwa, nataka nikwambie, popote utakapokuwepo, kama upo kazini, kwenye idara yoyote ya serikali ama private sector, Bwana hapo kama ulipata hiyo kazi kwa njia ya halali na ukupitisha njia yoyote ile ya mchengenyo, Mungu akaruhusu ukapata hiyo nafasi, Bwana amekupa na umiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kazi ni halali yako. Asitokee mtu akakubalaika kwa njia yote, na kisitokee kitu chochote kusababisha ukaacha ama kikakusababishia ukapoteza hiyo nafasi. Bwana Yesu apesi. Amen. Kwa hiyo ni haki yetu kumiliki kazi nzuri tuliokoka. Ni kazi yetu kumiliki biashara watu tuliokoka. Ni haki yetu kumiliki nyumba nzuri watu tuliokoka. Ni haki yetu tuliokoka kuwa na usafiri mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo ni haki yako. Mungu anawaambia hapo mlipo, nyayo wenu unapokanyaga, hilo eneo nimewapa. Hapo ulipo Bwana amekupa katika roho, amekupa katika mwili. Kwa hiyo utakiwa kukaa kizembe ukapoteza nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipopewa wana wa Israeli, pale kulikuwa kuna watu. Na haikuwa tu kirahisi. Mpambano ulikuwepo. Na kwa hiyo hata mimi, hata wewe katika ulimwengu wa roho, chochote kile ambacho Bwana ameruhusu akakupa, usikae kizembe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wa upande wa pili